Tumejaliwa na Mungu wetu neema hii tena kuwa mbele zake. Tunayo sababu ya kumrudishia Yesu Mungu wetu utukufu wote na heshima kwa kukubali tena tumtukuze. Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemwamini ni mwenye uwezo, ni mwaminifu kukubali kazi ambayo tunafanya kwa ajili ya jina lake. Na kushukuru sana tena kutoa muda wako huu ili usikie neno la Mungu. Ninajua bila shaka Mungu wa kweli huyu tunayemtukuza atakugusa na atakubariki. Atabadilisha maisha yako, atakutendea na kukujibu kulingana na haja ya moyo wako kadiri ya wingi wa imani unayo kwa jina la Yesu Kristo. Nakushukuru sana na ninakuombea Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akusaidie, Mungu akuinue kiroho, Mungu akuinue kimwili, Mungu ainue kazi za mikono yako. Kile utagusa kifanikiwe. Mungu abariki watoto wako, Mungu abariki mke wako, abariki mume wako, Mungu abariki miradi zako zote zifanikiwe. Kwa sababu umetoa tena muda wako, ninajisikia kuwa na furaha sana kukushukuru na kukuombea Mungu. Tuombe Mungu na kumusihi atukubali tutoe kipindi hiki tena wakufu katika mikono yake ili yaliyo mapenzi yake mema yafanyike kwetu na yajinyakulie utukufu, maana utukufu wake hauchangie na mtu, ni utukufu wake milele yote. Karibu mpendwa, tukiwa tunaburudika pia usikiliza wimbo ambao utabariki mioyo yetu na kushukuru na kupa tena nafasi hii kuchangia hizi baraka pamoja na mimi. Karibu. Mungu Baba yetu, Yesu, sifa zote. Mungu pokea heshima. Mungu kwa kutujali tena kutupatia pumzi ya uhai. Niko hapa Bwana, naomba mwanzo hadi mwisho kipindi hiki kikutukuze wewe. Kila ambaye yuko tayari asante Mfalme na Mungu wangu kwa kuwa hautaniacha, utanibariki na kunizunguka na nitakushukuru. Na omba moto wako kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Mungu wangu, nikane leo tena kwamba uko pamoja na mimi. Nikane leo kwamba Mungu uko tayari kutukuza na kupigania na kuinua bendera ya ushindi, mtukuza Kristo aliye Amen. Nzamba bajenunangae Amina sembola loboko Yeoyo Jésus mon meilleur ami Nzamba bajenunangae Amina sembola loboko Nakushukuru sana mheshimiwa. Mungu akubariki sana. Nikiamini kwamba tena leo tutabarikiwa. Bila shaka nina imani tutabarikiwa. Nina imani bila shaka Mungu atakuzungumuza. Wewe tu itafuatana na utayari wa moyo wako tu. Ukiwa tayari kubarikiwa na utabarikiwa. Ukiwa labda unakamata kama kawaida tu na itakupita kwa sababu kwako ni kawaida. Mungu akubariki kwa kuwa kipindi cha leo hautakifanya kawaida bali utakifanya kipindi chako.
kipindi cha kutembelewa, kipindi cha mafanikio, kipindi cha uinulivu, kipindi cha kuponywa, kipindi cha mabadiliko. Na wewe leo tena Mungu akufanyie kitu ambacho kitakupa mwanzo mpya wa maisha yako. Mungu akufanyie kitu ambacho kitakupa ushuhuda hadi uzee wako, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tuchukue fursa hii tuzungumze kuhusu Kristo Mungu wetu. Muda uliopita tumeongea mambo mengi, tumesema habari za kupinga, na tuliongea mambo mengi. Narudia kule mbele kidogo, ninarudilia neno habari za kupinga, habari za kukemea. Tuliambia watoto wa Mungu kwamba tunapaswa kupinga kurudi utumwani, maana maisha ya utumwa inaharibia mtu maisha yote. Sasa nisirudie kwa mambo yaliyopita sana, lakini nahitaji leo tuongelee tena mambo mapya sababu ya muda. Kama ingewezekana tuangalie kama on peut synthétiser, on peut minimiser l'état, ili tuongee ya maana yenye itatusaidia. Maana neno la Mungu hatuwezi limaliza, na ndio maana Mungu anatumikisha watu mbalimbali ili waguse. Hiki ninachokiongea mkiswahili, kuna mwingine Mungu atagusa mulugha nyingine ili akielezee watu wenye wako sehemu ile wanaosikia ile lugha. Kila mtu ahakikishe amesikia yaliyo yake. Hakuna mwenye atasemaka mimi sijasikiaka injili. Hapana, usiposikia kwa social media utasikia kanisani. Usiposikia kanisani utasikilia mtaani. Ya maana ni kujitahidi kuishi neno. Usiwe mwenye kusikia tu na kuacha ipite. Unaposikia neno ifanyie kazi, ikusaidie uishi mabadiliko. Maana kama mtu hauwezi ishi mabadiliko, ukiishi tu maisha ya kila siku ya ile kawaida tu, maisha yako iko hatarini, kwa kuwa hautaki kubadilika, hautaki kushanje. Na ikiwa tulijifunza hata neno kutubu, na hii neno toba ni mabadiliko. Toba si kukiri tu, lakini toba ni mabadiliko. Definition vrai ya neno repentance ni changement. Mungu akusaidie. Mungu abariki kila mwenye saa hizi iko akisikiliza neno hili. Ninashukuru sana. Leo tutaongelea neno linasema hivi: usicheze na Mungu. Amen. Ne joue pas avec Dieu. Don't play with God. Ne joue pas avec Dieu. Don't play with God. Usicheze na Mungu. Cheza na baba, cheza na mama, sababu ni wenzako wanadamu. Cheza na mjomba, cheza na shangazi, cheza na baba mdogo, cheza na bibi, cheza na babu. Haya ni wenzako watu. Unaweza hata kucheza na mchungaji wako, ni mtu kama wewe. Sisemi umdharau, unaweza kumchezesha, unaweza kumuongelesha kisi utamuongelesha. Na sasa hapana pasa nilikuwa natania tu. Okay, lakini Mungu ni Mungu. Amen. Kama tuko pamoja na wewe, unisaidie hili jambo tulishike na wewe. Kama uko mzazi mzuri, shahada ya kwanza, cheti cha kwanza utapatia mtoto wako ni njia ya wokovu. Utamsaidia apate ma PhD. C'est très bon. Ni vizuri sana mtoto wangu apate PhD. Lakini PhD pasipo Mungu ni ujinga kule mbele. Amen. Doktora bila Yesu ni bure. Richesse bila Yesu ni bure. Kila kitu tunaweza kupata pasipo Kristo ni bure. Mali, elimu, cheo bila Yesu ni bure. Ya maana tufanye ni tujue kwamba katika yote tutafanya, Kristo ndiye namba moja. Maana mengine nje ya Yesu ni ubatili. Wako waliokula raha ya nchi, walipata utajiri wa dunia, lakini mwisho hata Sulemani aliyehesabiwa kuwa tajiri wa kwanza aliwahi kuweko. Yeye alikuwa anaweka ngunguru niseme nini, chombo alikuwa anatumia kwa kuweka dhahabu. Alikuwa kimwangia tu, sababu watu wa ulimwengu wote waliletea ni Sulemani. Amen. Kwake ilikuwa ni sherehe ya kila siku, lakini mwisho alisema yote ni ubatili. Yawezekana wewe ulizini sana, lakini hautatembea na wanawake kuzidi Sulemani. Sidhani. Yeye amehesabiwa 1,000, lakini wewe yawezekana ungali nahesabiwa 10 au 30, yawezekana. Lakini Sulemani 1,000, 300 wa ndoa na 700 wa ndoa na 300 vijakazi.
Sasa hapo njoo ujue kama alikuwa na hao wa concubine wa femme de segora, na hii 700 yake ilikuwa iko pale. Sasa ni kwamba yote utafanya, usiwaze kwamba utatishia. Fanya kiburi, jivune kisi utajivuna, lakini hautatishia, kwa kuwa kuna wenyewe walikutangulia viwango vya ile kiasi wewe umefikia. Kuna wenyewe walipanda pale lakini walianguka. Sasa tuambie watoto wa Mungu, neno linasema usicheze na Mungu. Ninaposema habari za kucheza na Mungu, nitakuwa very specific muhatua ya kusema habari za ukaramusi. Watu wa dunia ya leo wako waguruguru sana machoni pa Mungu. Unakuta mtu hajakamilika, mtu hajakomaa, lakini kwa sababu ya uguruguru na mimi hivi, anaingia kwenye hao mjua, anajitambulisha kwa hali fulani. Anajua hakuna mwananijua hapa. Mimi ni mchungaji mkuu, mimi ni revera, mimi ni doktor, mimi ni anajua tu hapa hawanijue. Ni kwamba unajibandika cheo sababu yao ile uguruguru tu, ile ukaramusi wa kiroho unajiita, na unasahau kama ile ni cheo inayotolewa na Mungu kwa wale aliowachagua. Amen. Usicheze na Mungu. Acha ukaramusi mbele za Mungu. Na nilianza kusema habari ya neno kukemea. Tuliongea habari za kukemea sana. Tukasema watu tukemee maneno ya laana, maneno ya kutukashfu, maneno mazito inayokuwa kilo sana juu ya maisha yetu. Kama hautayapinga, kesho utayaishi. Tukasema habari za mfalme Ahabu. Ben Hadadi anamtumia mjumbe kwamba kuanzia leo ujue kwamba mke wako na watoto wako na vitu vya samani vyote unavyo vinakuwa vyangu. Ahabu akasema ninakubali kwa sababu ya woga. Tulisema huyu baba alishindwa kukemea kwa kuwa aliogopa, kwa kuwa alijua kwamba Ben Hadadi akifika ataniponda ponda. Na watu alipotuma tena ujumbe kwamba anataka sasa mambo yake, njoo Ahabu akaita washauri, wakamwambia usikubali. Na mimi nilikwambia ile siku, usikubali mtu muovu kukuingiza mumatope tena. Usikubali mjanja kukuingiza mzambi tena. Usikubali maneno ya laana juu ya maisha yako, sababu Kristo ndani yako amekupa shindo, amekupa kilo yenye haiwezi zama, amekupa ujasiri, amekupa kilo yenye haiwezi kunyanguliwa na upepo. Ni kwamba wewe haujijue tu, lakini umepewa mamlaka. Amen. Umepewa mamlaka, na mamlaka uliopewa na Mungu ukijua uwezo umepewa na Mungu, hautajizarau. Utajua kwamba ninatembea kwa ujasiri nikijua niliye muamini. Amen. Tutaongea neno usicheze na Mungu. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 19 mstari wa 13. Unaweza kusoma mpaka mwisho wa hiyo sura, lakini nitakuomba tusome kwanza hii mistari 4. Mstari wa 13 hadi 16. Tunasoma katika jina la Yesu, tusikie kwa kifupi hiyo sura inatuambia nini. Tunaongelea neno watu leo wanacheza na Mungu. Watu wamekuwa wakaramusi, na hii ukaramusi inaingiza watu wengi kujikokotea pigo na laana ya Mungu. Amen. Watu wengi leo hawasubiri muda wa Mungu. Watu wengi leo wanatangulia mapenzi na wakati wa Mungu. Sasa tunasema hivi, tuepuke kukaramuka, tuepuke kucheza na Mungu, tuepuke kucheza na vitu vitakatifu, tuepuke na kucheza na jina la Yesu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Watu wa leo kwa kuwa wamemzoea Mungu, anaapa kwa jina ya Mungu. Watu leo kwa kuwa wamemwona Mungu kama mjomba, anajua kwamba nitadanganya, si simu, nitasema tu kwa simu, basi haina shida. Lakini ile simu, siku moja mtahukumiana na simu yako. Kama wewe hautakuwa makini kujere telefoni, ukiache ikujere, kuko siku utalia na simu haitakusemesha. Kuko siku watakupa simu, sema, gusa, andika, unakataa, hauna nayo hamu. Kwa kuwa leo bado wewe njoo unatumikisha simu ukiwa na akili, na kusihi sana, kwa sababu ya simu usikose mbingu. Kwa sababu ya internet usiingie ndani ya net. Kwa sababu ya bukila usiingie ndani ya bukila.
Sasa Mungu atusaidie akili yetu itumike kwa ujasiri wa Roho Mtakatifu, tuitwe washindi. Tunasoma quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison, nus et blessés. Amen. Amen. Hapa tunasikia habari za watoto 7 wa Skeva. Huyu Skewa njo nani? Huyu Skewa ni wa wapi? Huyu Skewa aliishi wapi? Huyu Skewa alilea watoto wake namna gani? Pale njo mimi na wewe tuingie, tufanye kasomo kadogo na tulinganishe jamaa zetu na nyakati pia tunaishi leo na Ukristo wetu. Amen. Tulinganishe na dunia ya leo inaishi je? Maabudu ya leo ikoje? Je, tunaabudu Mungu kwa kumupenda au tunaabudu Mungu kwa mazoea? Tugusie hili. Tunaabudu Mungu kwa kuwa watu wanaenda kanisani kwa kuwa wanaenda kumtafuta Mungu, kumsherekea, kumtukuza, au watu wanaenda kanisani juu waone kama nao waliingia? Amen. Hapa tunaona katika hii sura tunasomo kuhusu kuto au kuepuka kucheza na Mungu. Paulo anaenda Efeso. Alipofika Efeso, akauliza watu wa Efeso. Salifika pale akawauliza, je, mulishaka pokea Roho Mtakatifu? Watu wakamjibu, hata huyo Roho hatujawahi kumsikia. Wewe ndio umekuwa kwanza unatuambia neno Roho Mtakatifu. Na wewe yawezekana unaishi mahali pana maabudu lakini wamekuficha siri za Roho. Yawezekana wewe unaingia kanisani miaka lakini ujumbe wa kusaidia maisha yako wanakuficha nao. Wanakutafutia yale mavesi yenye itakuchekesha, wanakutafutia yale mavesi yenye itakufurahisha, wanakutafutia yale mavesi yenye inalingana na situation na hali uko unapitia. Njoo wanakuletea kusudi ujue kama leo mtumishi wa Mungu alikuletea neno la faraja, kuliko akwambie neno la kukusaidia, neno la kukuonya, neno la kuonesha mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Anakuletea neno inalingana na maisha uko unapitia. Kama ni mahali pa vita, analeta habari za vita, za kushinda vita. Kama ni mahali pa magonjwa, analeta habari za kupona magonjwa. Kama ni mahali pa labda pa uchawi, analeta habari za kukemea uchawi. Kama ni mahali anaona watu kabisa nimesha vifungo, analeta habari za vifungo. Sasa anakuletea ile ujumbe, lakini ujumbe wa Roho Mtakatifu ambaye ni mkufunzi wako anakuficha nao. Na Paulo alipofika Efeso akasema, je, mlishaka pokea Roho? Mafundisho yangu kwa saa hizi si kwamba wewe au nikuulize je, ulishaka pokea Roho Mtakatifu, lakini hata haingekuwa njoo mada yangu, je, ulishaka pokea Roho Mtakatifu? Sababu kama ulishaka pokea Roho Mtakatifu, atakusaidia, atakutosha ile tamaa yenye inakutesa. Atakutosha ile uongo inakutesa. Atakuondolea ile kiburi. Atakuondolea ile madharau, atakuondolea ile kusengenyana. Kama kweli ulishaka pokea Roho, hauwezi kuwa gisi huko. Hapana. Kama kweli ulishaka pokea Roho Mtakatifu, hauwezi penda mwili wako kuzidi roho yako. Kama kweli ulishaka mpokea Roho Mtakatifu, maana ndani ya roho zetu ndimo mna chemichemi za uzima, na Roho wa Mungu anakaa ndani ya roho yetu. Anakaa ndani ya mioyo. Wewe mwanadamu una moyo, na ile moyo ndio inakufanya wewe uwe. Na hiyo moyo kwa Kiswahili kingine tunasema roho ya mtu. Amen. Watu wakasema hatujawahi kusikia huyo Roho
Wewe ndio unatuambia. Akawauliza, je, mlishakabatizwa? Wakajibu, ndiyo, tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Paulo akawaambia, ndiyo, Yohana Mbatizaji alikuja kabla ya Yesu ili awafundishe ubatizo wa toba, kukiri kwamba imani iko, kukiri kwamba Mungu anakuwaka, na toba, mtubu dhambi zenu ili muandae ujio wa Masia Kristo. Sasa mimi leo ninawaletea ubatizo, si tena ubatizo wa toba, lakini nawaletea ubatizo wa Roho, na Roho huyu ndiye Kristo ndani yenu, aliyeitwa Emmanuel, Mungu pamoja na watu. Sana huyu Mungu haiko tu pamoja, lakini anataka kae ndani yetu. Watu alipowafundisha, neno la Mungu linasema akawawekea mikono. Ubatizo wa kuwekewa mikono. Huyu aliyeweka mikono juu ya watu, ndani yake mlikuwa Roho, ndani yake hamkuwa pepo ya chuki, ndani yake hamkuwa pepo ya uzinzi, ndani yake hamkuwa pepo ya unabii wa uongo, ndani yake hamkuwa pepo ya biashara ya jina la Yesu, ndani yake mlikuwa Roho Mtakatifu. Alijua kwamba hawa watu walishakapokea ubatizo wa toba, ni vizuri, walishatubu dhambi zao. Sasa inabidi wafundishwe na kwa neno la Mungu wapokee Roho. Alipowafundisha akawawekea mikono. Biblia inatuambia watu 12 ile siku akawawekea mikono, wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha za Roho. Hapana hizi lugha za kujikanira, hapana hizi lugha za kurudiria, hapana hizi lugha za kuonyesha kwamba mtu iko kiroho. Lugha za mbinguni, kwa kuwa umepokea kitu kipya ndani ya maisha yao. Na watu leo wanasema, hata wengi wanasema kwa lugha zile zingeni ambazo si lugha za Mungu. Yawezekana ni lugha wasizozijua, ni lugha za kuiga, na wengine huwa wanazisema tu kwa kuita mizimu na majini, pasipo kujua wanasema nini. Paulo anasema ingekuwa heri useme maneno 5 ya akili kuliko maelfu za maneno usizojua unasema nini. Akasema tena, mnafikirije mkianza kusema lugha ambaye hajaamini anaposikia mnasema lugha ngeni? Mbona hata leo mko mnasema nini? Kumbe heri mngerudia mseme maneno mnayoielewa ya akili kuliko mseme lugha msizozijua. Amen. Watu hiyo siku wakapokea Roho Mtakatifu, wakasema kwa lugha za mbingu. Huduma inaanza Efeso. Sasa Paulo, watu walipojazwa Roho Mtakatifu, akaanza fundisha watu. Akachukua muda, watu wakaonekana wanapinga neno. Kulikuja wapingaji wa neno. Na mtumishi wa Mungu, usijali wanao kupinga, wewe hubiri neno tu. Amen. Kuna mwingine anakuiko na kuangalia, haangalie ili asikie neno la uzima unasema, lakini anaangalia ili akuhukumu. Usijali, wewe sema neno tu, lile neno ipo siku atalikuta kule mbele. Amen. Paulo akachukua muda, akaretire wanafunzi, akaenda ufasi wameita Ecole de Tyrannis. Alichukua miaka 2 iko anafundisha watu habari za ufalme wa mbingu. Amen. Ni kwamba ziara ya Paulo naye alichukua ziara ya Kristo Bwana anayemtangaza. Kristo msingi wa uzima. Mafundisho ya Paulo, quelle était la doctrine de Paul? Paul visait l'affermissement des âmes, mais aussi le royaume des cieux. Maimarisho ya nafsi, watu wakomae. Na vitabu vya Paulo ndivyo vitabu vya uchungaji, vitabu vya maimarisho kiroho. Kati ya vitabu vya Paulo mna vitabu vya ukomavu wa kiroho na vitabu vya uongozi pia ya kanisa. Paulo akachukua muda akafundisha watu miaka hizo 2. Sasa kipindi huo muhula wa miaka 2 Paulo alichukua anafundisha watu, ni kwamba watu waliimarika kwanza. Akahakikisha watu wanapokea neno la kuwasaidia ufalme wa mbinguni.
Na wiki ilipita tumesema kitabu cha Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, mengine itakuja. Itakuja kwa njia gani? Fanya kazi za mikono, Mungu atabariki kazi hizo. Maana katika kazi za mikono tunatarajia mafanikio, lakini katika kumwogopa Mungu tunatarajia baraka. Amen. Haleluya. Watu wakafundishwa. Walipofundishwa, Roho wa Mungu akaongeza viwango vya upako kwa Paulo. Paulo inafika akipita sehemu watu wanaanza anguka. Hiyo muda alichukua pale ilikuwa ni muda uweponi mwa Mungu. Watu wanaanguka chini. Wagonjwa wanapona. Wenye shida mbalimbali zinatoka kwa jina la Yesu, hapana kwa jina la Paulo. Maana Paulo katika kazi alifanya, hakuna mahali aligombea sifa zake yeye. Hakuna mahali alivumisha jina lake. Lakini yawezekana leo huduma yako wewe unatangaza jina lako sana kuzidi ya jina la Bwana unayemtumikia. Amen. Watu wakipona unataka waseme aliyetenda ni fulani. Uko unachemusha, uko unachokoza wivu wa Mungu. Na yawezekana miaka yako itafupika kwa kuwa wewe uko mtumishi wa kutafuta sifa zako. Musa hakuingia Kanaani sababu Mungu aliona huyu mtu akiingia Kanaani ataabudiwa. Na wewe kiasi uko unataka kuabudiwa na watu. Watu wajue kwamba wewe ulitenda. Wewe ndo labda mtendaji mwenye nguvu kabisa. Uko unachokoza Mungu. Mtumishi mwenzangu, jikaze kama unataka katika utumishi wako uendelee mbele. Tulia, tukuza Kristo ndani yako. Maana yeye anakufanya chombo tu. Yeye ndiye atakayedhihirika kukupitia wewe tu. Amen. Sasa watu walipoona Paulo anafanya kazi, mpaka Biblia inasema hata wengine walikuja tu wakigusa leso yake, mshware tu ya Paulo, leso tu wanapona. Leso tu hali yake inabadilika. Watu wakafunguliwa kupitia tu leso, mshware ya Paulo. Mapepo ikawa inakimbia kupitia tu nguvu zilizoingia ndani ya leso. Ni kwamba Mungu akikutumikisha, hata mavazi unavaa yana utukufu wake, na yale mavazi yanafanya miujiza. Si mavazi inafanya, ni Kristo anajidhihirisha, anajitukuza kupitia mavazi yako tu. Ni kama vile pia anaweza jitukuza kupitia sauti, lakini maneno ni yake. Sauti tu njoo yako, ila maneno ni ya Kristo ndani yako. Maana hata mtu aseme kwa lugha, hata mtu ajazwe Roho Mtakatifu, sauti ni ile ile. Sauti ya Roho haisemeki kama sauti ya jini. Jini unasikia sauti huyu mtu sio yeye anaongea, ni kakitu kako naongea ndani yake. Lakini Mungu yeye anapokutumikisha, sauti yako ile ile. Njoo watu wengine wenyewe wangali wachanga kiroho, anajua kwamba akiokoka anabadilisha na sauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo ni uchanga kiroho. Amen. Watu walipoona kumbe kuko watoto 7. Biblia inawaisema wa exorciste ambila. Biblia inawaita waambila. Hapa 13 wanasema hivi: quelques exorcistes juifs ambila essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Tunaongelea tuache kukaramuka. Tuache kucheza na Mungu. Nilisema kama uko mkemeaji wa pepo, ogopa kwanza Mungu. Unapoogopa Mungu, kemea sasa. Hapana kukemea shetani na hauna matumaini na imani kwamba Kristo yuko ndani yako kwa hoteli. Utapigwa. Amen. Na hata zile mapepo zingekuweka, hata zingejua kwamba unazitumikia, hata ungezipa na kafara, wewe ujue kwamba ziko zinakutumia.
unapata sifa mjina za zile mapepo, lakini wenjo mboga ya mwisho zitakula. Amen. Haleluya. Sasa hawa vijana, Biblia inasema vijana watoto 7 wa Skewa. Huyu Skewa alikuwa kuhani mkuu, mmoja wa makuhani wa Kiyahudi. Watoto wa makuhani wanajitokeza nao wakasema, na sisi tunaenda fukuza mapepo. Tuliona Paulo anazifukuza, na sisi tunazifukuza. Amen. Hapo ndio tukae sasa. Hii uguruguru, hii watu wamekuwa wakaramusi sana kiasi cha ajabu cha kufanana hao watoto 7. Na hao watoto waliofanya hili jambo walikuwa watoto 7 miongoni mwa wale watoto, walikuwa watoto 2 miongoni mwa watoto 7 wa Skewa. Watoto walio kusudia hii siku kwa huyu mtu mwenye mapepo walikuwa 2. Lakini wamesema watoto 7 wote wa baba huyu Skewa, wote walikuwa waguruguru kwa njia hii. Amen. Pale njo mimi na wewe tujifunze kitu. Nilisema kitabu cha Yakobo 4:7, mtii Mungu, mpinge shetani hata kukimbia. Hatua ya kwanza katika kukemea, ti Mungu, kisha ukemee. Na mara nyingine unaweza kuwa ulilala unachoka, lakini kwa kuwa wewe ni mcha Mungu, palipo mcha Mungu ndipo pana jicho la Mungu. Malaika za mbingu watajua kwamba huyu mtu wetu mwili wake ni dhaifu, lakini roho ni shujaa. Amen. Na tena Paulo ametuambia aliye mdhaifu na aseme mimi ni shujaa. Kitabu cha Yoeli kinasema aliye mdhaifu aseme mimi ni shujaa. Na roho wa Mungu ndani yetu anadhihirika wakati sisi tunajisikia hatuwezi. Mungu hataki tujikamate sisi njo wawezaji, waweza yote, njo atutendei. Mungu anataka tujihisi kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi, atatuwezesha. Amen. Basi watoto hawa wakaenda kwa mtu nao si wanaona biashara. Na watu wengi wamechukua jina la Yesu kama jina biashara. Wewe unakulia ndani, utanunua na magari na ndege utanunua. Utajenga na makanisa zikubwa za watu wote wanasema, nchi mpaka inasema huyu ameendelea sana. Lakini mwisho wako ni mubaya na mbingu hauna nafasi ndani. Amen. Sasa hao vijana hao wakasema jina la Yesu kabisa tumesha nikope, ni kitu kabisa ya kukulia ndani. Wamefanya jina la Yesu Kristo kuwa biashara. Yesu alisikia huzuni sana alipoona hekalu takatifu, hekalu la Yerusalemu wamelifanya mahali pa biashara, mahali pa wanyang'anyi, mahali pa kuvunjia pesa na kuzibadilisha. Ni hekaluni. Aliingia ndani kwa hasira. Biblia inasema akasokota kamba, kitabu cha Yohana 2, akakusokota kamba. Alipoingia ndani ya hekalu, alikunguta kabisa, alipiga watu kwa kuwafukuza na hasira, kutetea mahali patakatifu. Kristo ikiwa ametetea mahali patakatifu, nyumba ya sala, jina lake atanyamaza? Kama amesemea nyumba, atasemeaje jina lake? Hata acha kuadhibu wanaocheza na jina lake. Amen. Wewe ingawaje huduma na cheo chako, kama unajificha nje ndani ya jina tu, lile jina ipo siku litakuaibisha. Watoto hawa wakasema kwa jina la Yesu analolitumia Paulo kwa kuhubiri, mapepo toka. Pepo likawauliza, nyinyi ni kina nani? Wewe ni nani unayekemea pepo pasipo Kristo ndani yako? Wewe ni nani unayekemea mapepo bila kumcha Mungu? Hata ungekubaliana nazo na kuzinuia, jua kwamba zile pepo si marafiki zako. Maana pepo si rafiki wa Kristo, lakini unatumia jina la Kristo. Ni kwamba huko unagonganisha wasiopatana wawili. Sasa wewe uliye katikati, wewe ndio utakuwa mnyama kesho. Mungu atusamehe.
Paulo yeye lwake hakuwatuma. Watu wengi wako katika huduma hawakutumwa na Kristo. Watu wengi wana vyeo vitakatifu lakini hawakuchaguliwa na Mungu. Ce sont des serviteurs par vocation et non par appel. Amen. Non, je dirais ce sont des serviteurs par passion et non par vocation. Nasahisha. Ni watumishi wa kupenda kazi lakini sio watumishi walioitwa na Bwana wa kazi. Amen. Na hao vijana walijifanya watumishi wa kupenda kazi ambayo Paulo anaifanya, lakini hawakukuwa watumishi walioitwa. Na dunia ya leo, usishangae na usigombane na mtu, usipiganishe mtu katika huduma yake. Yawezekana wewe ni mtumishi wa wito wa Roho na mwenzako, jirani yako, yawezekana yeye ni mtumishi wa kupenda ile kazi, lakini ndani ya kazi hawatumikake sawa. Mwalimu ambaye ni mwalimu alikubali kuwa mwalimu kwa wito yuko tofauti na mwalimu mwenye alipenda tu. Akiona mwalimu anafunga kravate vizuri, anasema tai yake anafunga, anasikiaka vizuri. Akiona mtu anahubiri, anavaa vesti, anafurahia, acha mimi niingie mwa hili kazi. Akiona mtu anawinia ndani ya jina la Yesu, anasema acha mimi niingie. Huyu mtu alibarikiwa ndani, alifanikiwa ndani. Nimesema vizuri kwamba mafanikio ndiyo kazi ya mikono yetu na baraka ni kumcha Mungu. We have a blessing in a fearing God. We have a prosperity in a working hard. Mungu alisema atabariki kazi za mikono, mule unafanikiwa. Lakini baraka za Mungu, jua kwamba ni baraka za Mungu ndizo zinatajirisha na hazichangamani na majuto. Mungu akikubariki hajuti. Hawa vijana walipoenda kukemea, Biblia inasema pepo likawauliza, nyinyi ni nani? Mtumishi mkaramusi, wewe ni nani? Usicheze na jina la Yesu. Usicheze na Mungu. Vaa Mungu kwanza. Kubali kwanza ukae ufundishwe, ili usiende kutanana na vigogo vya imani au vita vya imani uvikimbie kwa kuwa haujaimarika. Amen. Utaimarikaje? Ogopa kwanza Mungu. Tengeneza na Mungu kwanza. Unapotengeneza na Mungu, kubali ufundishwe na Roho wake na watumishi aliowaimarisha kwa ajili ya kusaidia mioyo ya watu wa kumakiro. Amen. Na maisha ya maombi na bidii ya Injili. Haleluya. Sasa Paulo ananyamaza, lote hajue kenye kinafanyika mtaani. Vijana hao wanaenda kucheza na jina la Yesu na Paulo. Wewe unayecheza na jina la Yesu na kuchafulisha sifa za watumishi walioitwa na Mungu, wanaotumikia Mungu katika kumuogopa, uko na shida. Uko na shida. Wewe ambaye kwa huduma yako unadharaulisha wengine, watumishi wa Mungu wa kweli. Watu leo wanachafua imani ya Kikristo kwa sababu ya matapeli wanaotumikia Mungu kwa ujanja. Watu wengi wamechafua imani ya Kristo kwa kuwa ndani ya imani ya Kristo mumeingia mbweha, mumeingia simba na mbwa mwito. Zimeingia, nao wanavaa kama watumishi wa kweli, lakini sio. Maana Yesu alisema, na wakati wa mwisho wengi watakuja kwa jina langu, lakini sio wangu. Na hii dalili kukumbusha kwamba Yesu yuwaja sasa. Wengi wamekuja kwa jina la Yesu na wanahubiri kwa jina la Yesu, wanafanya miujiza kwa jina la Yesu, lakini matumikio yao utawatambua kwa matunda yao na maisha yao ya kawaida. Amen. Paulo lwake hajue ile pepo inasema, ninamjua ule Yesu. Shetani anamjua Yesu kukuzidi wewe. Unaingia kanisani kila siku. Nataka ujue ile. Narudilia, shetani anamjua Yesu sana kukuzidi wewe. Mungu amekupa neema tu kwa kuwa wewe alikupenda, uko kiumbe alichokiumba. Wewe ni mwana. Shetani alikuwa malaika mbingu, hakukuwaka mtoto wa Mungu.
Shetani alikuwa malaika, na malaika na mtu ni tofauti. Mtu ni mbegu ya Mungu. Malaika aliumbwa na Mungu kwa neno, kwa ujuzi wa Mungu, akili ya juu ya Mungu aliumba neno malaika. Lakini mwanadamu alipuliziwa na pumzi ya Mungu, alifunyangwa, alitengenezwa, kisha Mungu mwenyewe akajiweka ndani yake. Akajiweka ndani ya malaika. Malaika atakuwa serviteur wako utakapofika Yerusalemu mpya. Amen. Sasa ikafika, inashangaza, lile pepo linawauliza. Hapa sasa kitabu cha Matendo ya Mitume 19:13 ndio kwenye tuko. Pepo likawauliza, ninyi ni kina nani? Nyinyi wana wa Skewa, enyi matapeli wa imani, enyi wajanja, vous les escrocs qui ne craignez pas Christ, mais vous vous cachez dans Christ pour tromper et corrompre le monde. Tunamjua ule Yesu. Narudi kuambia, shetani anamjua Yesu kukuzidi. Maana yalikaa wakati angali Luciferi alikaa na Mungu juu huko mbinguni. Yalikutana naye ana kwa ana. Hata wakati anamruhusu aende kwa Ayubu, alikutana naye, na si mara moja, mara nyingi. Hata wakati alimlaani walikaa wakiongea, akamwambia, basi kwa kuwa umefanya hili jambo, tangu leo utatembelea kwa tumbo wewe nyoka. Amen. Kristo alipokufa, misio yake ilikuwa ni kuponda nyoka kichwa. Maana nyoka alikuwa bado ana ujasiri juu ya nafsi. Nyoka akapondwa kichwa, mamlaka yake kaisha. Amen. Basi pepo zilipowaambia, tunamjua huyo Yesu, naona kuambia kwamba shetani anajua mbingu, aliwahi kuwa kule. Sasa lakini wamepewa mamlaka kwamba umtii Mungu, mle ndimo mna siri yako yote ya ushindi wako. Muogope Mungu, mle ndimo mna siri ya uinulivu wako. Unatafuta baraka, ogopa Mungu. Kumcha Mungu ndicho chanzo cha maarifa. Wewe utakuwa na PhD, mametrizi utaongeza, lakini kama hamuogope Mungu, utakufa na diabetes, utakufa na tuberculosis ya kuvuta, japo wewe ndio unaambiaka watu waache kuvuta. Sasa wewe, kwa kuwa wewe uko unafundisha watu, uko mwalimu wa sheria, na wewe mwenyewe haushike sheria, na itakuangusha wa kwanza. Tunamjua Yesu na huyo Paulo mnayemsema. Pepo hapo zikawarukia wale vijana. Walikuwa wawili miongoni mwa ile 7. Ikawarukia, ikawavua na ikawachania, kwa pasulia nguo. Vijana wale walikimbia, wako natembea uchi. Wewe tapeli wa imani, ninakuja kukutangazia kwa jina la Yesu, kama haubadiliki, muda wako wa kutembea uchi unakuja. Watoto hao wasikewa walitumikisha maneno kadhaa. Hawa vijana walionyesha kwamba walishazoea mambo ya Mungu juu baba yao ni kuhani. Na yawezekana wewe umeshazoea mambo ya Mungu kwa kuwa wewe unavaa jina ya Yesu, unaitwa Mkristo. Unasema baba yangu ni Yesu. Yawezekana mle ndani uko na tapeli sana, utapigiwa umo. Tunamjua Yesu. Na huyo ya Paulo tunamjua. Zikawavua nguo, zikapasua na kuwa jeruhi vikali, wakajitosha, wakaponyoka, wakakimbia, wanatembea uchi wa nguruwe. Unayoifanya kwa siri, muda unakaribia, Mungu anataka kuifichua. Maana ulifanya ukiwa mjina lake, anataka aifichue kila mtu akuone. Maana ushakazoea. Bwana tusaidie. Basi Biblia inatuambia mwingine mzima, na Wagiriki na Wayahudi wote wakaogopa Mungu. Hawaseme wakaogopa Paulo, wakaogopa Mungu. Maana Paulo alionyesha picha ya kweli ya Mungu. Na wewe mtumishi wa Mungu, unapofanya muujiza, watu wanaogopa Mungu wako, haiko wewe ndio wanaogopa.
Watu wanapokuinukia, kwa kuwa wewe ulinyamaza kimya, Mungu anapowapiga hawatakuogopa wewe, wataogopa yule Mungu wako aliyewapiga. Maana wewe ulikuwa unalala usingizi, Yesu yuko anafanya kazi kwa ajili yako. Amen. Namalizia hapa kukwambia kwamba usicheze na jina la Yesu. Watu leo, dini kubwa ni dini la Kikristo duniani. Na acha nikwambie kwamba ndilo dini litakaloleta watu wengi watenda jehanamu. Amen. Dini kubwa duniani la Kikristo, na ndilo litaleta watu wengi kwenda jehanamu. Biblia inasema hukumu ya Bwana itaanzia ni katika nyumba yake. Ndiyo. Enyi wenye mliojua sheria lakini hamkuishika, adhabu yenu ni maradufu. Yesu atusaidie. Namalizia kukuambia, kumbuka neno usicheze na Mungu. Neno lingine nitakwambia, pepo, shetani anajua Mungu kukuzidi. Lakini wewe, kwa kuwa wewe ni mwana, umepewa bahati ya kuamua kufanyika mwana. Na ukikubali kufanyika mwana wa Mungu, uko na thawabu yako ya kutetewa na Mungu. Biblia inatuambia mtu akitumikia Kristo Baba aliye mbinguni atamheshimu, na pepo zitakuogopa. Zinamjua Yesu. Yawezekana hata wewe mwenyewe haujijui, lakini na pepo zinakujua wewe. Ila ubarikiwe kwa kuwa kama haujaziambia kitu haziwezi kukijua. Amen. Zinamjua na Paulo. Acha kufanya jina la Yesu biashara. Acha kucheza na Mungu. Watoto wako wamezaliwa mnyumba ya Kikristo, waambie waache kucheza na Mungu. Waambie kabisa wawe na mpaka. Waweke mpaka. Tusema habari za Belshaza alivyoleta vitu vitakatifu na kisha alipigwa na Mungu. Menemeni, Tekeli na Peresi. Amen. Mungu atuwezeshe kwa mapenzi yake. Nikwambie vitu gani vinavyosababisha watu kucheza na Mungu. Mungu akuwezeshe, Mungu akujalie. Muda ujao tutajifunza ni vitu gani vinavyosababisha watu wanacheza na Mungu kwa ujinga wao. Amen. Nikwambie, ya kwanza, mko kuzoea. Ya pili, mko kuigaiga. Ya tatu, mko kushindishana. Ya ine, mko experience, yani mazoea. Ya tano, mko kiburi, majivuno na dharau. Pointi moja hili. Ya sita, kuko tamaa. Ya saba, kuko kulinganisha. Nitakupa mifano ya waliojilinganisha. Tutatembea na maandiko muda ule ujao. Mungu akubariki, Mungu ainue jamaa lako, Mungu akufanikishe katika yote utafanya. Tuambie watoto wetu wasicheze na Mungu. Kama nataka kucheza, acheze na wenzake, acheze na kila kitu anaona, tutamwambia awe na mipaka tu. Lakini Mungu anaitwa Baba. Waliotutangulia walimuita Baba. Baba yako alimuita Baba. Baba wa baba yako, baba wa baba wa baba wa baba yako alimuita Mungu Baba. Wewe unamuita Mungu Baba, mtoto wako anamuita Mungu Baba. Ni kwamba yeye hajawahi kufanyika mjomba au shangazi au binamu. Mungu anabakia Baba, na umri wake ni ule ule. Anaitwa mzee wa siku. Ni mzee, hakuna anaweza kufikia uzee wake. Umri wa Mungu hakuna atakayeufikia. Iko Mungu na ustaarabu wake na utukufu wote. Asante Mungu kwa kuwa tutakuona siku moja kwa imani. Mungu akubariki. Tuombe Mungu, tumwambie atuguse tena. Karibu sana. Omba Mungu. Mungu uliye juu, kwa uwezo na mamlaka ya jina lako, tunaomba neema mpya ya kukuogopa kweli kweli bila kucheza na wewe. Na wanaocheza na wewe Mungu leo wapate neema, warudilie imani, warudilie maadili, warudilie kukuogopa,
warudie kugombea sifa zako wewe, maana sifa zako hauzichangie na mtu. Kama mwanadamu anataka aparamie na aguse pabaya, alilie sifa zako. Ulimshusha shetani mbingu kwa sababu alitaka agombee utukufu wako. Mungu nakuomba, Mungu nakutegemea, ninajua hutaniaibisha. Mamlaka ya jina lako haifanye kazi. Kila aliyesikia abarikiwe, na kila atakayesikia baadaye abarikiwe. Wote ambao wanakaa wakisikiliza nao wabarikiwe. Mheshimiwa Mungu na kusaluti, maana uko mkuu. Heshima na utukufu vina wewe daima. Amen. Nakushukuru sana mwana wa Mungu. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe mara elfu. Kile ambacho wewe haujaombea, Mungu akujibu kwa jina la Yesu. Amina, amina. Tunawashukuruni na tunawaombea mubarikiwe upya na Mungu. Mungu akupe ushuhuda kwa mwaka huu kwa jina la Yesu. Amen. Me voici, touche-moi, me voici, amen, amen. Tunashukuru wote waliotushiriki. Mungu awabariki. Waliohimiza kazi hii, Mungu awabariki. Amina yako imtukuze Mungu, lakini pia na sisi inatutia moyo kuona kwamba kazi tunafanya hatutumike jangwani, tunatumika mahali ambapo mbegu zitaota. Mungu ahimidiwe daima. Amen.